kiapo cha kutosha kwenye familia unayoiongoza. Angalia namna ya utoaji wako, angalia namna ya kupanda kwako, angalia namna ya kigezo cha Kikristo ambacho unatakiwa kwenda nacho. Mara zote kwa namna ya mtu anapopanda ndivyo anavyozidishwa. Angalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Tufungue hivi vitu. Ni siku ya kwanza bana, tusichoshane sana. Naamini mimi nitaendelea kualikwa hapa. Msiponialika watanialika wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii leo ni siku ya kwanza. Mambo yasiwe mengi. Mmoja nifungulie kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na ule mstari wa 21. Kwenye semina leo tumezungumza vitu vya kiume zaidi. Lakini nataka nikutengeneze mwanaume kama uko chini ya kichwa cha mtu mwingine, chini ya kichwa cha Kristo. Mwanzo sura ile ya 6 na ule mstari wa 20 na ngapi? 21. Mwingine afunue pia kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 7 ule mstari wa 2 mpaka wa 3. Nataka nivisome kwa pamoja hivi vitabu. Mwanzo sura ile ya 7 mstari ule wa 2 mpaka ule wa 3. Na mwingine atafungua Mwanzo sura ya 8 na ule mstari wa 20. Nimesema hivi, Mwanzo sura ya 6 21. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Alafu nimesema Mwanzo sura ile ya 8 na ule mstari wa 20. Tunaanza na Mwanzo 6:21. Anasema hivi. Anasema hivi. Mstari ule wa 21 Mwanzo 6. Anasema hivi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 3 anasema hivi. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mme na mke, na katika wanyama wasio safi wawili mme na mke. Mstari wa 3 anasema tena katika ndege wa angani 7 mme na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Mwanzo 8:20. Mwanzo 8:20 anasema hivi. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Sasa nataka nianze. Unachopanda ndicho kinachozidishwa. Sasa bana zungumza na wanaume, na nyinyi wanawake wasaidizi mtawaambia waume zenu. Maelekezo haya anapewa Nuhu, hajapewa mwanamke. Mungu ameitazama anasema kwamba ninakuja kupapiga kwenye nchi kwa namna ya gharika, na hata kuwepo mtu yeyote. Maelekezo yanayotolewa anapatiwa Nuhu kwa sababu tunajua ni kichwa cha familia. Anaambiwa kwenye ile Mwanzo sura ya 6 na ule mstari wa 21. Anaambiwa ya kwamba Nuhu, ninakupa jukumu la kufanya mambo yafuatayo. Ukiangalia kwenye mstari wa 6:21, Biblia inasema wazi ya kwamba anaambiwa jambo la kwanza, wewe na familia yako mtaingia kwenye safina niliyowaambia mtengeneze. Lakini kwenye hiyo safina hakutawezekana kuwa hivyo hivyo. Lazima kwenye hiyo safina utakuwa na chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana pewe sifa. Bwana Yesu asifiwe tena. Anapewa maelekezo yale nusu. Nuhu anaambiwa wazi ya kwamba hakikisha unapanda na chakula, lakini aina ya chakula utakachokuwa nacho utachukua upande wa wanyama na utachukua upande wa ndege. Sasa angalia, akaambiwa wanyama walio safi uchukue 7 mme na mke. Wanyama ambao sio safi uchukue wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anazungumza nini? Katika kila mbegu unayokwenda kuipanda kwenye madhabahu ya Bwana ni lazima iwe safi na isiwe chafu. Anasema wazi, anamwambia Nuhu ya kwamba utakapopanda nitataka uchukue wanyama hao niliyokuambia 7 mwanangu, alafu ambao hawako safi uchukue wawili. Maana yake ni nini? Kwenye ile Mwanzo sura ya 8 na ule
kwenye safina akaelekea kwenye madhabahu ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba akamjengea madhabahu ambayo alimjengea alipeleka sadaka zilizo safi. Hakupeleka sadaka zilizo ziliachwa hai kwenye uso wa dunia. Maana sadaka, mbegu ya kiume inayotakiwa kupandwa kwenye madhabahu ya Bwana inatakiwa ipandwe kwenye kiwango cha usafi. Kwa maana yake haitakiwi kukaa kama masalia ya nauli kwenye daladala. Kama familia inatakiwa iwe na chakula. Maana yake kama unataka kuleta sadaka ya mavuno kama mbegu kwenye madhabahu ya Bwana, haitakiwi kuletwa iliyo dhaifu. Haya ni maelekezo kwa wanaume ambayo waga ni magumu. Unajua mwanaume ni tofauti na mwanamke. Unajua mwanaume anaamua kwa kujiuliza maswali mengi. Mwanamke anaamua kwa kufuata mudi yake ipoje kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe wanaume. Namalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maelekezo haya anapewa Nuhu, ambaye ni jinsia ya kiume. Alikuwa na familia yake, alikuwa na watoto wake. Ili pawepo na chakula kama Kristo alivyo, maana panatakiwa pawepo na namna ya upandaji wa mbegu inayoendana na uwepo wa chakula. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Mwambie jirani. Mwambie si jirani yako, jirani. Kwani ni magumu? Mbona umwambie yule unajua wanaume wana mnakuwa mambo ya ajabu, jirani yuko hivi jirani. Jirani. Wewe mwangalie tu jirani yako, huyo wa kiume wa kike, wewe mwangalie, mwambie jirani. Kwani ni magumu? Bwana wewe jirani. Jirani. Huyo unakuta kwenye malezi yake amejaza vibuku. Baada ya sadaka anakuwa anazunguka na kibuku kile. Kibuku kile anamoja. Bwana anaujua moyo, Bwana anaujua. Yaani kwa kadri Bwana anavyojua moyo ndivyo itakapokuwa na mifukoni mwako vivyo hivyo. Mwendo wa buku ni buku tu. Yaani wewe na buku hampishani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe na buku ni mnakuwa majirani. Yaani kila safari utakayokuwa na usipokuwa na buku mfukoni, unajua hata namna ya utafutaji unakuwa ni wa kibuku buku. Kana bado unatembea buku. Jelo imebaki aina dala siku hizo wamepandisha. Kwa vile sasa imekuwa 600 basi inasalia 400, unaona aibu. Wote itafuta ile 100. Ile 100 ya mafuta niliyowaagiza jana iko wapi? Unawaita kikao siku ya Jumamosi usiku. Unaitafuta 100 ujianzie kwenye 100 ngapi? Kuna kanisa lina wako. Unajaribu kuangalia na maisha yake yamekaa kwa staili hiyo. Ukienda kwenye draw yake ya meza ya nyumbani kwako utakuta na 100 ngapi? Hata aibu haoni. Zimeshahama na chumbani ziko sebuleni. Ile 500 niliweka kwenye showcase pale iko wapi? Ana maisha ya unajua, ngoja nitoe kwa ushuhuda kidogo nikiwa naenda kumalizia. Tulienda kuhudumu. Nafikiri ilikuwa ni Kagera, mimi na wenzangu wa timu. Hasa bana tumefika kule. Ile tukao tunashangaa. Tunazunguka, unajua ile tu tujiandae kwa ajili ya semina na nini. Nyinyi mnanisikia au hata mnisikii? Tukao tunaulizana, mbona hiki kijiji kinaonekana kuwa na maparachichi, tena maparachichi yale makubwa. Kwa nini kina maparachichi mengi kiasi hiki? Tukaulizana bana, tukasema huenda ndio zao ambalo linafanyaje? Linalimwa huku. Tukasema okay, sawa. Baada tumeingia ile Jumapili, mimi ndo nimekaa madhabahuni, wenzangu wako kule. Mwenyewe ni president wa pastor. Kaa kule. Tukashangaa ulipofika muda wa matoleo, zinaletwa parachichi hizo mbele ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinakuja parachichi zile kubwa kwenye madhabahu ya Bwana. Hata mimi nikajua kumbe hao watu wanatoa sadaka za nini? Sana parachichi. Ndio maana kijiji chao kina nini? Maparachichi makubwa. Unajua hivi vitu kwa kadri ya jinsi unavyotoa. Ukiwa unatoa mahindi
kwenye madhabahu ya Bwana, nyumbani kwako mahindi hayatafanyeje? Hayakauki kabisa. Ili ni jambo la kiroho, ulikatae ulikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kupanda kwenye viwango vya kwako vya kifedha, angalia aina ya namna ya sadaka unayoipeleka kwenye madhabahu, namna ya ile unayotoa kwenye madhabahu ya Bwana. Unataka chakula kwenye familia, angalia namna ya jinsi mbegu unavyoipanda kwenye madhabahu ya. Ilikuwa ni mwendo wa maparachichi. Asubuhi chai na maparachichi, watumishi wa Mungu, yapo kwenye sahani. Mchana yapo kwenye sahani yapo kwenye sahani. Jioni yapo kwenye sahani. Sasa Mungu naye akaamua kuwatunuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile unachotoa kwenye madhabahu ya ndicho kinacho. Kuangalia jambo la mwisho, mimi nikamaliza. Leo ni siku ya kwanza. Wazee wa baraza wasije wakakaa kikao wakasema haka msikaite tena. Kana tukalisha wazee mpaka tunasinzia ibadani. Msikaite tena. Kwanza kanaongea kama kana foka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika hivi, ili mbegu itoe mazao mengi ni lazima ife. Mwanaume unanisikia? Ili mbegu itoe mazao mengi ni lazima hauwezi ukasema mwaka huu nitavuna mahindi ya kutosha alafu mahindi yako kwenye debe ndani ya nyumba. Lazima uyapeleke alizini, uyalime, uyafukie chini, yaoze, yafe, ndio yafanyeje? Hauwezi ukasema mwaka huu sasa kwenye mpunga nitakaolima, yaani sasa nitavuna. Kama mpunga haujaenda wapi? Chini, ukafa, alafu kazaa. Sasa ninarudi kwenye namna ya kupanda mbegu kwenye madhabahu ya Bwana. Ili mbegu unayoipanda kwenye madhabahu ya Bwana izae, ikupe mazao mengi, ni lazima ife moyoni. Utowe na usahau kama ulishawahi kufanyaje. Hapa sasa, hapa ndo pagumu hapa. Ametoa sadaka ya kujenga kanisa. Kila anapotembea, sisi ndo tumejenga lile kanisa bana, sisi ndo tumejenga. Tumetoa na michango. Yaani hao vijana wamekuja siku hizi bana, sisi ndo tulijenga bana. Tulijenga. Sadaka ya namna hiyo uliyoitoa haijafa kwenye moyo wake. Tarajia kutokuzaa. Hiyo mwenyewe mchungaji umemnunulia kasofa, mwenyewe umempelekea. Ni kasofa keupe, mama mchungaji. Namtolea mfano, Mungu anataka auza, atakanipiga. Amenialika, akinipiga nampeleka polisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Umemnunulia kasofa keupe mwenyewe, ulishakaa unakafuatilia mama mchungaji ananisafisha kwenda ile sofa. Siku zingine unaenda kujipigisha tuoni. Hodi jamani, nimekuja kuwatembelea hii mama mchungaji. Kumbe unazaka unaliangalia ile sofa. Ukilikuta lina alama kidogo, unatoka ile sofa nimelinunua kwa gharama kubwa sana. Inaonekana si watoto wamekaaje, wameliharibu maskini wa Mungu. Ukishaona namna hiyo, ujue sadaka ya namna hiyo haijafa moyoni mwako. Kama sadaka haijafa moyoni mwako, tarajia kutokuzaa kwenye madhabahu ya Bwana. Mwanaume amekaa mahali anasomesha mtoto wa mdogo wake, anasomesha mtoto wa shangazi yake, anasomesha mtoto wa shemeji yake. Kila anapotembelea, anapogusa kwa jambo lolote na ukoo, anarudi mezani na waambia jamani, mimi ninamsomesha fulani na fulani ninamsomesha, tena ninatumia milioni ya fedha. Unakaa unazungumza, ilishageuka kuwa ajenda. Sadaka ya namna hiyo mbele za Bwana haijapokelewa. Lazima chakula ambacho
tunakipeleka kwenye madhabahu ya Bwana kiwe kina shida, maana utatoa lakini hautapokea. Sadaka ya kupanda mbegu kwenye madhabahu ya Bwana itakayokupa chakula, itakayokupa kufanikiwa, itakayokupa kustawi, ni lazima ife ndani ya moyo wako. Haijafa, bado haijazaa. Kanisa la mahali hapa wananielewa sawa sawa. Watu tu wamesimama, wamenunua kinanda cha kwanza kimeharibika, wakaambiwa wanunua kinanda cha pili. Unawaona umeanza na sababu tumetoa sadaka, tumenunua kinanda cha kwanza, tumenunua na cha pili, kimeharibika. Kwa hiyo sasa hivi fedha zetu zinapotea. Sadaka ya namna hiyo haijakaa mbele ya uso wa Bwana, haitakaa ipokelewe. Ni lazima ukae kama Nuhu, ambavyo Nuhu aliambiwa kwamba utakusanya wanyama ambao ni sabasaba walio safi. Tena Biblia inasema alipokwenda kuwatoa kwenye madhabahu ya Bwana aliwateketeza. Maana yake aliwaua, maana yake hakuwa nao tena. Umechanga tu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, watu wanunue kioo cha marumaru, waweke kioo. Sasa umechanga, ni kila Jumapili unafika, nafikiri ndio hili jengo unalizunguka, unaangalia wameshaweka kioo. Sasa nimetoa kabisa Jumapili iliyopita. Kwa nini imepita wiki ya kwanza? Mchungaji anakula sadaka na baraza lake. Umeinama, kumbe maskini wa Mungu wamekaa tu kwenye baraza la wazee, wameelewana vizuri. Mtumishi ameleta sadaka yake, kwa hiyo tuiongeze tupige marumaru sehemu zote. Umekaa wewe, umeishikilia sadaka niliyoitoa kwa ajili ya kioo. Wachungaji wameila, wazee wa kanisa wameila. Maana yake sadaka ya namna hiyo ni umetoa mchango wa harusi tu. Tena afadhali hata mchango wa harusi ambao kesho na kesho kutwa utawezesha, utaenda kwa dai, na wewe utaolewa, utaenda kwa dai, watakupatia kwenye sendofu, watakupatia kwenye kitchen party. Kanisa la Mungu, ninapozungumza mahali hapa, ninazungumza na wanaume nikiwapa maelekezo yafuatayo. Sadaka ya namna yote uliyoipanda kama mbegu kwa ajili ya chakula cha familia yako, kwa ajili ya chakula cha kanisa, kwa ajili ya chakula cha madhabahu ya Bwana, ni lazima kwenye kile kitabu cha, ngoja nisindikize. Nyinyi mimi mnizoee mimi kufumba maneno huwa siwezi. Tunamalizana kabisa ili nisipopata mwaliko tena niwe nilishamalizana na nyinyi. Nyinyi mnasemaje? Mimi na yeye tunafanyaje kabisa? Yohana 12:30-24. 12:24. Unajua kuna watu wana shida. Unakuta tu mtu anaenda kwa mchungaji. Mimi ngoja tu niseme kwa sababu mara nyingi nakaa na wachungaji. Hapana shaka hata baba namba yangu alipewa na mchungaji. Kafika pale mwenyewe anajieleza. Yuko kwa mchungaji amemtembelea, badala aenda hata na kilo moja ya sukari, kaenda tu mikono mitupu. Ananyugusha tu mikono, lakini anataka anywe chai hapo. Wewe ulishakuwa na wapipaje tunatengenezewa? Tena unajua haya mambo haya. Hivi vimefika kwenye Yohana. Au bado? Yohana 12. Unajua kuna mambo yanashangaza Mbona mtu kabisa anawapita tu wachungaji anaenda. Ila siku akifiwa, mchungaji umefika wapi? Uko wapi mchungaji? Mchungaji sasa ndio tunatoa mwili moja. Mchungaji umekwama wapi? Uko tayari umtumie? Ila huo una sadaka ya kumtegemeza mchungaji? Utashangaa siku hiyo watu hawaji.
ana kiharusi hicho. Mchungaji baba, mchungaji akauke ofisi. Mchungaji naomba nisaidie kijana wangu anafunga ndoa. Mimi ndo maana nilishasema nitaishia kufundisha hivi, sitaenda uchungaji. Nitafukuza kanisa lote zima. Nitabaki mwenyewe. Baba, umeita mtu ambaye wewe najua nawaita kanisani. Mimi niache na lugha zangu. Tunaelewana? Ili tukikutana kule mtaani, mimi najua by the way heshima yangu mtu akiniona pamoja mara ya kwanza hawezi kulipa. Hata makanisa mengine namna tunapopokelewa nikienda siku ya kwanza wanakupita tu. Mwalimu ni omba amekuja kuomba. Tunakutana madhabahuni. Ukijitambulisha sana ndio naona wapendwa. Mtumishi. Anavuta mwingine anasikia mtumishi. Mara kwanza nimekutana naye watu wanapiga kiwango cha kuheshimu, watakuheshimuje? Yohana 12:24. Mwambie jirani kalishazoea kukapima kalisha. Amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa. Sema ikafa. Hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Bali ikifa hutoa mazao. Ili mbegu izae ni lazima ifanyeje? Yohana sura ya 12:24 anazungumza, wanasema walikuwepo Wayunani kadhaa waliotaka kumuona Yesu kwenye kile kipindi. Sasa Biblia inasema walimfuata nani? Filipo. Wakamwambia tunataka tumuone Yesu katika makutano. Filipo naye akawapeleka kwa Andrea. Andrea alikuwa Yesu alikuwa mfahamu. Filipo alikuwa ni mgeni kipindi hicho. Akampeleka kwa Andrea, akasema hawa ndugu wanataka kumuona Yesu. Wana jambo la kuzungumza naye. Andrea akachukua ule ujumbe na upeleka kwa Yesu. Anamwambia kuna ndugu zangu Wayunani wamefika mahali hapo, wanasema wanataka wakuone kabisa, wazungumze na wewe. Wanaje ndio wameona miujiza Lazaro akifufuliwa. Kwa hiyo wana jambo la kuzungumza na wewe. Yesu ndo anawaambia, amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka chini ikafa, hukaa hali hiyo basi kuzaa. Maana alikuwa anawaambiaje? Kuna watu wengi wanaotaka kuniona, wapo wa kutosha. Sasa nikiruhusu appointment ya mmoja kuniona, kuna watu hawataniona mpaka ninatoweka duniani. Kwa maana yeye alikuwa anawaambia kwamba siku zangu zimesalia chache, nitakapokufa nitafufuka kwa kazi ya msalaba. Kila atakayekuwa na shida na mimi ataniona kwa kazi ya msalaba. Walioko Shinyanga wataniona kwa kazi ya msalaba. Kanisa la Moravia nitaniona kwa kazi ya msalaba. Yeyote atakayekuwa na uhitaji ataniona kwa kazi ya msalaba. Sidhani kama kuna watu wananielewa mahali hapa. Mbegu isipokufa ikakaa hali ile haiwezi kuzaa matunda yaliyo mengi. Yesu Kristo alipofufuka alizaa wanafunzi wale ambao walianza kuieneza habari njema, wakaitembelea dunia yote kwa pamoja. Maana alikubali kufa, akazikwa, na alipofufuka hakuhitaji huruma ya mtu. Aliwaambia waziwazi ya kwamba nendeni ulimwenguni pote mkawaambie watu habari za mambo haya ya kwamba yametokea. Na walioagizwa kuendelea duniani pote waliagizwa wanaume, maana wanawake walionekana wakilia kwenye kaburi, walionekana wakilia kwenye msalaba. Kazi ambao walipewa kama kitu mwanaume. Alipofufuka Yesu aliwaambia nendeni ulimwenguni pote. Maana yake ni nini? Wale wa Moravia ni Kigamboni mtanikutanisha na watu wa mataifa kupitia kazi ya msalaba. Mtapata chakula kupitia kazi ya msalaba. Wale ambao miili yao ilionekana kuwa wafu kama kina Lazaro itafufuliwa tena kwa kazi ya msalaba. Wale ambao walionekana kwenye familia zao magonjwa yakiwaandama
lipate uponyaji. Sijui kama kanisa la mahali hapa linapata nafasi ya kuyaelewa namna maandiko yanavyozungumza. Sijui kama kanisa la mahali hapa linapata sababu ya kuona ya kwamba iko haja ya mbegu ya kiume kufariki mahali, iko mbegu ya mwanaume kufariki mahali wakati wanatengeneza chakula. Ya wanaume ambao wamejaa kila aina ya dhiki na shida, alafu dunia inawaambia wasilie. Mtoto wa miaka 5 wa kiume akionekana analia, anaambiwa wewe ni mwanaume. Tafsiri ndani yake kuna vitu vinachengeka. Matendo ya Mitume anazungumza jamaa mmoja hapa anaitwa Kornelio. Kornelio hakuwahi kulijua kanisa, ila alikutanishwa na kanisa, na kilichomfanya akutanishwe na kanisa ni sadaka aliyokuwa akiitoa mbele za Bwana. Malaika walipoteremka waziwazi walimwambia, sadaka na baadhi ya sala zako unazozifanya zimefika mpaka kule juu mbinguni, na Yesu amezisikia. Nataka niseme neno moja la kukutia moyo. Sijaitwa kuombea. Nataka nikupe tu neno moja la kukutia moyo. Wakati unapewa msaidizi wa kukusaidia kama mwanaume, hakikisha utimamu wa akili yako na mahali pa kupanda mbegu panakuwepo. Kama tu ilivyo kumzaa mtoto mwingine aje duniani, kuna mbegu ya kiume inayokufa mahali. Haijafa mahali, hajazaliwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaposhirikiana kuimba tenzi hii, mimi nitakuwa naondoka. Tunaposhirikiana kuimba tenzi hii, mimi nitakuwa ninaondoka. Bwana uliyewaita watakatifu wako